Bwana Yesu atukuzwe. Nashukuru mimi ni Apostle Elisha Ochide Boso. Nina jambo kuhusu taifa letu ambalo la Kenya. Juzi nikaona maono ya kwamba usiku ya kwamba nchi yetu ya Kenya, shetani alijaribu kujaribu kuharibu uchumi wa Kenya ili dofike kabisa, ili uchumi ikue mbaya kabisa, ili ajaribu sana kuharibu kila uchumi. Ndio tufanye nini? Ndio tujaribu kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na ndio maana sasa ibidi tusimwamini president wetu, tusiamini mtu yote. Sasa unapata alijaribu kufanya uchumi ya Kenya ni idofike kabisa. Ndio sasa Freemason wanataka wao ndio waongoze Afrika. Nataka kuambia nyinyi watu wa Afrika ama viongozi wa Afrika ama president wa Afrika, kweni makini sana. Na msipokuwa makini, unapata tutakuja kuongozwa na ufalme wa Freemason. Sasa wenyewe sasa hivi wanapanga ya kwamba waweze kuharibu kila kitu uchumi ya Kenya, na waweze kuharibu pia ndoa. Kama uko na ndoa, kuwa makini sana kwa kila jambo, kwa kila neno. Mkosana mume wako, mke wako, kuwa sensitive sana. Na kama pia uko kazi, kuwa sensitive sana pia. Wametarget kazi, wametarget ndoa, wametarget na vijana, na wametarget na president wetu ama na nchi yetu ya Kenya ama nchi yote ya Afrika. Ya kwamba sasa hivi wanajaribu, unapata kwamba si ati zetu ni mbaya, hapana, lakini walijaribu ili waharibu uchumi ya Kenya kila kitu kabisa, na walituma roho yao kwa watu ndani, ili sisi wenyewe tupigane, tuharibu uchumi wa Kenya kila kitu kabisa, ili Kenya irudi kuwa maskini, uchumi haribike. Sasa kama sasa unapata hata mama mzee, unapata kwamba atalaumu tu president. Unapata kwamba hata mzee atalaumu tu president, kama anamdu president ili tuweze kumchukia. Baadaye wanapanga kumsimamisha mtu wao, ambapo wenyewe watakuwa na control. Wakisema leo tutaingia leo kanisa leo na rasta, wakisema leo kata leo mtu shingo, wakisema leo tutaabudu leo devil, wakisema leo kanisa inabidi yaabudu hivi, leo inabidi wazazi wakae hivi, leo inabidi leo vijana wakae hivi, inabidi wale wazee wakae hivi. Sasa wenyewe wakisimamisha mtu wao, na ule hao ndio watakuwa wanasema ndio ule mwenye amesimamisha pale afanye. Asipofanya tena wanamngoa. Inabidi sana, natamani sana mapasta wetu wa Kenya na Afrika yote, kuanzia Uganda, Kenya, Uganda, kwenda mpaka Kongo, kurudi mpaka Tanzania, tujaribu sana kumtafuta Mungu na kuomba Mungu. Na wachungaji, ningependa kuwaomba mwache kutafuta umaarufu wa watu, mwache kutafuta utajiri, mwache kutafuta siasa mingi, muonekano ni nabii. Tuombee Kenya. Juzi Mungu akaniambia kwamba inabidi tuombee Kenya. Nikota ya kwamba niko naongea na Ruto, ya kwamba namwambia Ruto, una watu wa kukuombea, tuombee Kenya. Na unapata ya kwamba mimi nasema kwamba Ruto mahali huko ama mahali huko, jaribu sana, Mungu akujalie utafute wachungaji ambapo watasimama nawe katika maombi ya kufunga na kuomba, taifa kufunga na kuomba, maana ukatika vita vingi sana, na Deva amepanga sana kukung'oa na kumaliza kabisa. Ili ndio maana ameleta ushoga nchi yetu ya Kenya, ameleta umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Si ati hujui kupanga chochote, unajua, lakini katika viongozi wako kuna Freemason ambao wako ndani. Ndio maana ukijaribu kufanya hii, huyo ndiye anapangua kila kitu. Ukijaribu kufanya hiyo, anapangua kila kitu. Yaani umejaribu kufungia kila kona yote, na wako nawe bamba tu bamba, wale Freemason. Tunafanya kisha kimeharibika. Yaani uonekane wewe ni useless. So ndio wakuje Freemason watawala taifa letu la Kenya, wao viongozi. Maana Freemason ni ufunuo na uongozi. So wanataka ndio wakuje uongozi Afrika. Ndio na tumeshuhudia Kongo wapi kila kona, ya kwamba wanataka kuja uongozi Afrika, ili wenyewe waongoze Afrika, ndio waruhusu vitu zao ziingie katika Afrika. Natamani sana nilipokuwa katika maono yangu nimekutana na wewe president, baba wetu wa taifa ambaye ni Ruto. Tuliongea sana katika ile maono. Napata ya kwamba nikota ya kwamba tuweze kufunga na kuomba, na unapata ya kwamba wakati tunajaribu kutoa dhabihu katika kanisa, shetani hataki tutoe dhabihu. Juu amejua sacrifice ndio itaokoa nchi yetu. Sacrifice ndio tusimamisha sisi. Sacrifice, ukisoma kitabu cha Mwanzo 12, Abraham alitoa sacrifice. Ukisoma kitabu pia cha Mwanzo 28,
unapata ya kwamba 28 kuanzia pale penye alitoa sacrifice pia Yakobo. Ukisoma pia Malaki ni sacrifice. Abraham ndiye astahili sacrifice. Musa ndiye astahili sacrifice. Yoshua sacrifice. Walikuwa wanafanya na Mungu agano. Ndio Abraham akatoa sacrifice ya kumiliki nchi. Ndio maana hata mtoto wake ambapo pia kitabu cha Mwanzo 26 ametoa sacrifice ya kumiliki nchi. Ndio maana wanajaribu sana ili msitoe sacrifice kwa Mungu wenu, ili Freemason ndio watawale nchi yetu. Na mimi naombea kwamba taifa letu tuwe na upendo, tuwe na umoja. Maandiko yanasema ya kwamba pasipo umoja taifa huangamia. Na unapata kwamba taifa likiangamia ni wachungaji wamelala. Wachungaji sasa hizi tumekuja kila mtu anatafuta umaarufu, ukora tu. Unapata kwamba Yesu hakukuwa Yesu hakuwa na washirika, tafadhali. Yesu alikuwa na wanafunzi. Yohana wanafunzi. Paulo alikuwa na wanafunzi. Ainza kila mtu anatafuta tu umaarufu, tumbo lake, kila kitu. Tufunge, tuombe, tumtafute Mungu. Na tusipomtafuta Mungu hakuna mahali tunaenda. Nina ujumbe kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Ezekiel pia, ya kwamba nitaitoa katika ile nyingine ambayo nitahubiri mahali pale nyingine, nitafuatilia sana. Pia na ng'anga ambayo Mungu ameweza kuniambia ya kwamba itabidi president wetu Ruto uweze kutafuta watu ambao watasimama Kenya ifunge na kuomba, na utafute madhabahu mazuri, umtolee Mungu sacrifice. Ndio maana sasa unapigwa kila kona, usijaribu kutoa sacrifice hata kidogo. Ndio unajua ukitoa sacrifice pale umefaulu na umeweza kumiliki. Na ndio maana ya kwamba hata nyinyi ambao mnajipanga kuja kuongoza Kenya, lazima pia muweze kusaidia, maana wembe ni ule ule tu. Sasa niwaambie wembe ni ule tu, na hakuna mtu ambaye ataingia isipokuwa mkubwa wa Freemason ndiye ataingia kuongoza nchi yetu ya Kenya. Ndio maana huyu anapigwa kila kona, maana roho zimetumwa ndani ya watu. Sisi wenyewe tumpige, sisi wenyewe tuharibu uchumi yetu. Unaona akijaribu kupanga vitu uchumi pale tunapangua, akijaribu pale kufanya chochote pale tunapangua, akijaribu kupanga pale biashara tunapangua. Basi tumemwekea mtu ambaye kwa nyuma yake ambaye ni wa Freemason, ambaye anakula zile pesa, anaharibu kila kitu. Huyu akijaribu anarudi nyuma yake, inakuwa ni kama vita, mapishano, na hakuna kitu ambacho maendeleo ambayo Kenya inafanya. Si ati president hauwezi chochote, unaweza, lakini angalia aliyekuzunga ni Freemason wote. Na makosa ambayo ulifanya ulipoenda kuingia the beast, kusoma Ufunuo wa Yohana, Revelation, kusoma Revelation 13:17, utapata ya kwamba hiyo hapo ndio makosa ambayo ulifanya. So kuna vitu zao ambazo ulichukua. Ndio maana ya kwamba umedofisha kila kitu ambacho unakifanya. Ili na nawaambieni kwa Kenya, msipoomba tunaenda kugonga na Freemason, mtalia, mtakuja kukumbuka Ruto. Nawaambieni ukweli, mtalia mkienda mkiomboleza kwa makanisa, kila mara mtakuja kukumbuka Ruto. Nawaambieni from free, msipo tu omba. Ndio maana uchumi ya Kenya imedofika. Sasa hii kila mtu analia ndoa, ushoga umeingia, urasimu umeingia. Sasa hivi wanaume wataki kuoa, wanawake hataki kuoleka. Sasa hivi unapata kama wanaume badala wao wanawake wanaoa wake kwa magunia ndani. Wewe nini Freemason? Mtu anapigwa risasi hapa, lakini bado mwingine anaruka juu, anaenda kule anapigwa. Tuogopi kifo, atuogopi chochote, sababu nje ishatolewa sacrifice ambapo ni Adamu. Maandiko yanasema ni nani atasimama kuombea taifa letu? Natamani nyinyi wachungaji ambao mko katika nchi yetu, nyinyi kina Ng'ang'a, nyinyi kina Rasul Ng'ang'a, kina James Ng'ang'a, natamani kina Ezekiel, natamani Ezekiel, achana na mambo na ubishi, rudi kumwombea Mungu, rudi kuomba Mungu. Natamani gavana wangu ambaye ninatembea mali huko, wachana siasa ambapo haina maana. Rudi, wachana siasa ile ambayo tunafanya ya Waluya, na kupenda sana, lakini umeanza kutoka nje. Rudi kumsaidia president kuhusu maendeleo na maombi. Kama kabisa unapenda taifa letu, kama kabisa tunapenda taifa letu, tusome katika maombi. Kama pasa unapenda taifa letu, tuombe. Kama wewe kijana unapenda taifa letu, tuombe. Kama pia wewe governor, wewe wote ambao tuache upinzani, tuombe. Maana hata wewe ambao unapiga mdomo ukikuja pale hautaweza, maana Freemason tawala Kenya. Ndio maana hakuna kila kitu. Sasa tunalia hakuna pesa. Tunakopa kwa madeni. Sikiza nikwambie kitu moja, naweza kunisikiza. Kuna wakuu wa mji, hata ukika biashara yako atakisha uko kwa deni. Kila kitu ni deni, kila kitu ni deni ili ubaki kuwa mtumwa. Kuna wakuu wa anga. Unapata kwamba tukisema Matendo ya Mitume 16:16, kuna wale wakuu wa anga ambapo unapata wao ndio wanatawala nchi yetu. Lazima wanahakisha tukue washoga, wa lesbian, wachungaji wengi sasa hizi unapata kwamba usharati ndiko ndani yao na uongo ndiko ndani yao. Wamekuwa sababu ya matumba. Kuna mtu ambaye anahubiri kuhusu ukweli, anahubiri kuhusu ukweli na umaarufu. Wachungaji wanapigana wenyewe vita kwa vita. Mnapigana vita kwa vita huku, vita kwa vita huku, vita kwa vita. Tazama, angalia. Mungu anakujia kanisa lake. Mungu anakujia kanisa lake. Nyinyi wachungaji mtaadhibiwa na mtaangamia. Nyinyi wekeni tu ukora na kudanganya watu wa Mungu, badala mhubiri watu wa Mungu ukweli. Mungu anawakujia by the way.
Mungu anawakujia. Maana nyinyi hamtaki kuombea nchi, ni matumbo tu mmepeleka pale mbele. Ni matumbo tu. Nchi yetu imetawaliwa na Freemason. Kila kitu ni Freemason. Kila kitu ni Freemason. President anajaribu kung'ang'ana huku na huku, mnampiga vita, hata wachungaji mnaeka pia mnampiga vita. Bala nyinyi mkisimama kuweza kuomba, nyinyi mkisimama muweze kuongelesha watu, ili tuweze kuomba. Hata yule ambaye anakuja ambaye Freemason anaenda kuchagua ndiye akuje. Unakwambia, nikwambie ukweli, utakuwa na shida ambayo hujaona. Maana hao watu ndio watakucontrol. Chenye watasema leo tutaki hiyo nataka kuleta. Leo tutaki hiyo nataka kuleta hiyo. Wao ndio watakontrol nchi na raia wataenda control nchi. Na wewe ambao unapanga kukuja pale, usipodumu katika maombi na kutoa sacrifice, kutafuta madhabahu mazuri, kutafuta sacrifice, endeni kule kwa mtumishi wa Mungu ambao unajua ako na madhabahu mazuri, mkatoe kule sacrifice, mkamtolee Mungu sacrifice. Endeni kwa mtumishi wa Mungu. Wacha na mtumishi wa Mungu ambaye ni wa kweli katika nchi yetu ya Kenya. Hata huyu ambao mnasema ya kwamba ni ng'anga, huyu James Ng'anga mnasema ni kichaa, lakini ule mtu anahubiri injili ya ukweli. Na ule mtu wa Kenya wapende ukweli. Ule mtu ambaye anahubiri ukweli, ule ambaye kwa Mombasa kule ambaye ni zake anahubiri ukweli. Ya kwamba na nyinyi hawataki ukweli. Tazama, ombeni nchi yetu. Na nchi yetu itasimama. Kwa maombi yako nchi yetu itasimama. Ombeni vijana. Maana Freemason wametaka eti wameingiza watoto wetu katika Freemason. Watoto wetu wadogo kuanzia miaka 2-3 wanajaribu kuandama generation ya sasa hivi. Freemason ndio wamefanya nchi yetu ikose pesa. Kile kitu hakuna kwa pesa. Ndio maana sasa imebidi tukikosa pesa tunamwandama president. Sikiza, maana nasema kwamba amtegemea mwanadamu amelaaniwa. Hata huyo president anatamani mimi hata sikumpigia kura. Lakini hata president huyo sahi anatamani president kama pia ni kama mwanadamu, pia ana pesa na chochote. Maana nasema amtegemea mwanadamu amelaaniwa, tumtegemee Mungu. Maana pasipo Mungu nchi taifa huangamia. Pasipo Mungu tutakula hata kukunywa. Tumtafute Mungu wa Kenya. Tumrudie Mungu wa Kenya. Tumemwaga damu mingi. Watu wamefanya uresi gani? Wachungaji wamekuwa wakora. Nini imefanyika pale? Tumrudie Mungu. Tuache siasa. Wachungaji tuache siasa. Nyinyi ambao mmeanza siasa, wacheni siasa. Hata mkiongoza nchi, mtaweza, mtamkumbuka huyo tu ambaye mnampiga sasa hivi. Mtamkumbuka, maana mtachinjwa. Na mtakuwa watu wanakufa kila wakati. Maana Freemason imeshatawala nchi yetu. Huyu anajiandaa kutoka, haina tatizo. Lakini msipoomba, mtakuja kulia mkimkumbuka huyu. Au mkimkumbuka Ruto. Tulimpiga Kibaki, tulimpiga Moi, tukampiga Kibaki, tukampiga Uhuru, after Uhuru kuingia, Ruto kuingia tukatamani Uhuru. After Uhuru akata aliingia tulitamani Kibaki. Nawaambia atakuwa huyu Ruto atakuwa zaidi ya mara 100. Maana yeye anajaribu, anapigwa na Freemason, maana ana wachungaji ambao wanamuombea. Na watu ambao wamemzunguka ni Freemason peke yake tu. Hakuna mtu ambaye anamuombea. Ni nani ataombea nchi yetu ya Kenya? Ni nani atasema kuombea nchi yetu? Ungana pamoja na mimi kufunga na kuomba tuombee nchi yetu ya Kenya. Lakini Freemason haitaweza kutawala nchi yetu ya Kenya. Ikiwa Mungu anaishi, hakuna mauti. Ikiwa Mungu anaishi, hakuna Freemason ambaye atatawala Kenya. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, na nguvu za Mungu zitawale Kenya kila kona. Na Freemason majini ya kufe, wakuawa kufe, falme zao zikufe. Hatutakopa pesa zenu, tutamwabudu Mungu aliye hai. Hatutaabudu sanamu zenu, tutamwabudu Mungu aliye hai. Hata mmejaribu kutingiza machungaji, mmeleta roza, mnatuma wanawake wakuje, wanawake roza ushoga, roza umalaya, roza nini kwa makanisa ndani. Sikiza, mnachomeka, na wakati inakuja muda wenu mfupi sana hivi. Hakuna mahali mnaenda. Mungu wetu yuko na anaishi milele. Yeye ni Alpha and Omega. Alpha and Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Katika maombi yetu, Mungu atatetea nchi yetu. Na kama kwa mfano kama Kongo, Kongo ya kwamba licha kulikuwa hivyo, pia Kongo pia imevamia. President wa Kongo pia usiposimama katika maombi ya kwamba pia Kongo pia Freemason wametawala. Pia Museveni usiposimama katika maombi pia wamesimama pia kule. Maana wanajaribu sana Kenya ipigane na Uganda. Kenya kupiganisha Kenya na Uganda. Imebaki sio, nataka Kenya ije pigana na Uganda. Museveni huwa sensitive, Ruto huwa sensitive sana. Maana wanataka tuanze kutaifa anaweza kupigana taifa kwenye Kongo anaweza kupigana na Afrika anaweza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Muweni uangalifu sana. Lakini Mungu wenu yuko pamoja na nyinyi. Mungu yenu anatetea, atawapigania. Maana nyinyi wafalme Mungu atatetea. Na sisi tunawaombea wafalme wote. Wafalme wote tunawaombea. Mungu awajalie, Mungu awapiganie. Hata wale ambao serikali pinzani tunawaombea. Mungu awapiganie, Mungu awatetee. Vijana wetu tunawaombea. Mungu awape hekima, Mungu awape maarifa. Hata wazee, Mungu awape hekima na maarifa. Na Kenya tuwe na umoja. Wakenya tupendane. Wakenya tuwe na umoja. Wakenya tupendane.
tupendane wa Kenya. Nione kama ndugu yako, muone Mkenya kama ndugu yako. Maana tukitoka kule nje tunaona angalia kama sasa ndio tabla anahangaika kule. Anajaribu Kenya iweze kumsaidia. Maana sisi ni mandugu. Kenya, undugu umeenda wapi? Kenya, utu umeenda wapi? Kenya, tuombeane. Tuombeana, maana siwezi mimi peke yangu, hizi peke yake, wachoja tuwezi peke yetu. Tuombeane, tupendane, tuwe na umoja, tuwe na upendo. Maana tusipokuwa na upendo, taifa letu likiwa maskini, pia tutakuwa maskini tu. Maana devil ashaandama taifa letu. Tuombee taifa, tufunge vijana, tuombee taifa letu, tufunge wazee, tuombee taifa letu, tufunge wamama, tuombee taifa letu. Tuangalie kama vile Mungu akamwambia Yona aende aambie mfalme wa Nineve afunge na kuomba. Ndio nimetuma kwako ya kwamba aiamurisha watu wenye wanakupenda wafunge na kuomba, waombee taifa letu, na Mungu atakukumbuka, na Mungu atakuinua. Hii kustoka mwana sababu Mungu atakuinua, na umtolee Mungu sacrifice. Maana usikope kumtolea Mungu sacrifice, mtolee Mungu usiku na mtolea Mungu sacrifice. Mungu atakuinua tena. Mungu atakutumia watu ambao watakuja kusaidia kusimamisha taifa. Mungu atakutumia watu ambao watakupatia kusaidia advice. Mungu atakutumia watu ambao watasema katika maombi. Mungu atatuma watu katika serikali pinzani yote. Tutakuwa na umoja, tutakuwa na upendo, tutaondoa ubinafsi, tutakuja umoja. Usijali, Mungu yuko pamoja na Kenya, na Mungu hataacha Kenya. Mungu anaipenda Kenya, na Mungu ameniambia kwamba anairudia taifa letu la Kenya. Mungu anairudia nchi yetu, na Mungu anakuja kututetea. Hata Uganda, Kongo, Tanzania, tuwe na umoja, tuwe na upendo. Tumpige shetani na tukimbie. Yakobo 4. Vita vyatoka wapi? Si kama katika tamaa zetu mbaya. Tutamani vitu mbaya tupati, tunawana si wenyewe kwa wenyewe. Natamani nchi yetu ya Kongo tuwe na umoja. Natamani nchi yetu ya Tanzania tuwe na umoja. Natamani nchi yetu ya Uganda tuwe na umoja. Tupendane. Tumpige shetani na tukimbie. Tufunge na kuomba. Mungu anatupenda, na Mungu anapenda wachungaji. Wachungaji tuungane pamoja. Tukemee shetani ataachilia taifa letu. Tuungane pamoja kwa kufunga na kuomba. Tuungane pamoja kwa kumuita Mungu. Tuungane pamoja kwa kumrudia Mungu. Tuache dhambi zetu, tuache ushoga, tuache kuwa na wake wengi, tuache uongo, tuache kumwabudu sanamu, tumwabudu Mungu. Tuache kuabudu pesa, tumwabudu Mungu. Yesu hakukuwa na magari. Yesu alitembelea meli ambayo ilikuwa ni meli ambayo ilikuwa ya Petro. Na Yesu alikuwa rafiki wa nani? Yesu alikuwa rafiki wa Lazaro ambapo alikuwa maskini. Hizi vitu za dunia hizi ni takataka za dunia tu. Tumtafute Mungu. Tuache kupishana utajiri. Tumtafute. Mimi natamani Mungu anipe nguvu, niombee viwete watembee, vipofu watembee, nifufue wafu. Sitamani hata hizo matakataka hizo ambazo utajiri. Tamani tu Mungu anipe tu power. Niombee watu wapone. Niombee taifa letu liwe na umoja. Niombee taifa letu liwe na upendo. Niombee president wetu, niombee serikali pinzani, niombee jeshi letu la Kenya, niweze kuombea serikali yetu yote, niombee walimu, niombee madaktari, niombee vijana, niombee wamama, wazee na kwa watoto. Mungu alinde nchi yetu ya Kenya. Si Kenya tu, taifa letu lote Mungu ailinde, na tuwe na umoja na upendo. Mungu akaangalia katika kutoka mbinguni, hakuangalia hata mtakatifu hata mmoja ambaye anaombea taifa. Natamani mimi nawe kama unanipenda, kama unapenda taifa letu la Kenya, tuiombee kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu ape amani, na Mungu ape amani. Mungu kumbuka nchi yetu ya Kenya. Mungu kumbuka Afrika. Tumekukosea, tumekuudhi, tumefanya ushoga, tumefanya lesbian, tumekuwa na ubinafsi, tumeuana. Baba, tusamehe lako Yesu, mwaga damu isiyokuwa na hatia. Samea president wetu, tusamea baba vijana wetu, wazee wetu, tusamea hata makuhani. Tumetenda dhambi Bwana. Tunaomba Kenya yetu iwe na umoja, iwe na upendo. Bwana Yesu, naomba mpe president hekima, maarifa pamoja na deputy serikali yetu na serikali pinzani pia. Jeshi la Kenya iwe na umoja na upendo. Mungu, tumekurudia, utukumbuke. Amani pamoja nawe. Ni mimi wenu Apostle Elisha Ochude Boso. Shalom Msikas. Na wapenda nyote wa Kenya, maana Wakenya ni mandugu zangu na dada zangu. Undugu, umoja, Mungu anahitaji. God bless you, na Mungu awabariki sana.